Bwana, kama ilivyo kawaida kila siku kwenye eneo la usajili basi unapata taarifa mbalimbali, lakini kubwa leo bwana, Simba Sports Club wako serious sana, hawacheki na mtu na wachekeshi kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, lakini tournament za kimataifa wako serious kweli kweli. Wanahitaji wachezaji ambao watakwenda kuongeza ubora kwenye kikosi cha Simba, na wanahitaji wachezaji ambao watakwenda kuongeza hali ya ushindani zaidi katika kikosi cha Simba. Sasa Simba bwana, taarifa za awali zilikuwa zinaeleza kwamba Young Africans walifungua mazungumzo na winga hatari kweli kweli kutoka Sekukune United, nyota ambaye anakipiga pale Afrika ya Kusini. Walifungua mazungumzo makali kweli kweli, kwa maana Young Africans wakiwa wanahitaji saini yake winga ambaye amekuwa tishio sana katika ligi ya South Africa. Lakini dili hili limeingiliwa na klabu ya Simba, na wao wanahitaji saini ya nyota huyu. Sasa nyota huyu ni nani? Jina lake kamili anaitwa Matlala. Unajua wa South Africa wanapenda kuita majina yao kama unang'ata ulimi hivi, kama una meza. Matlala. Anaitwa Matlala Calestro. Umeona bwana Calestro. Yaani unabidi umeze kidogo Calestro afu mbele unamalizia Makingarwa. Huyu anatakiwa na klabu ya Simba. Simba wameingilia dili katikati. Wanahitaji saini ya nyota huyu Makingarwa kutoka pale Sekukune United kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu katika eneo la pembeni. Sasa nyota huyu ambaye anatakiwa na klabu ya Simba, kumbuka ni mzaliwa pale pale South Africa, lakini pia ana miaka 29. Ukiangalia kwa ligi yetu ya Tanzania miaka 29 maana yake ni kwamba ana uwezo wa kucheza takriban misimu miwili mpaka mitatu akiwa na klabu ya Simba. Miaka 29 kwa ligi yetu bado inaruhusu kabisa mchezaji kuweza kuutwanga kweli kweli. Ipo mifano kadhaa ya baadhi ya wachezaji ambao wana miaka hiyo na wamekuja kushine katika ligi yetu. Kwa hiyo hivi pia huyu ana miaka 29, ni mzaliwa pale pale South Africa, lakini pia ni nyota ambaye ana experience kubwa sana kwenye mpira. Alianza karia yake ya mpira mwaka 2018 na nyota huyu alianzia pale Mamelodi Sundowns, Masanda wana, moja kati ya timu kubwa sana South Africa ambayo imetawala pia soka la South Africa kwa muda mrefu sana, na alikuwa na takwimu bora sana. Msimu wake tu wa kwanza kabisa alicheza michezo 24 akifunga magoli 4 akiwa na Mamelodi Sundowns. Wakati msimu huo akishaini Mamelodi Sundowns wakasema pengine kwa age yake wanastahili kumtoa kwa mkopo. Wakamtoa kwa mkopo na kumpeleka Maritzburg United, na Maritzburg United ya pale pale South Africa akatolewa kwa mkopo msimu wa mwaka 2021 kuelekea mwaka 2022. Bahati mbaya hakuwa na performance bora sana. Mwaka 2022 akajiunga na TX Galaxy ya pale pale South Africa kwa Madiba, na mwisho wa siku alivyokwenda TX Galaxy aliweza kucheza michezo michache sana, michezo 5, lakini baadaye anarudi anakwenda kwa mkopo All Stars. Hapa ndipo ambapo alikwenda angalau kufanya vizuri, michezo 13 alifunga magoli 2. Hakuwa na takwimu bora sana, lakini kwenye picha aliweza kutoa angalau kitu ambacho kiko bora zaidi. Baada ya hapo moja kwa moja nyota huyu akaitumikia timu ya Sekukune United, na alivyokwenda Sekukune United msimu uliomalizika amefunga, ana rekodi ya mechi 41 akiwa amefunga magoli 4. Hana takwimu bora sana, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kutumia miguu yake yote miwili kiufasaha na kiufanisi. Na hapa tunazungumzia tactically, kimbinu yuko vizuri sana. Hapa unaweza kumtumia kushoto, lakini pia unaweza kumtumia kulia, unaweza kumtumia kama kiungo namba 10. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekamilika. Hawa tunawaita mat papas, anacheza namba zote za mbele. Unaweza kumtumia force number 9, mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana, licha kwamba hana takwimu bora, lakini amekuwa na uwezo mkubwa sana. Na kuhusiana na nyota huyu Makingarwa bwana, pale South Africa kwa msimu uliomalizika kuna timu zilikuwa zinahusishwa kumhitaji, lakini uwezi kuamini nyota huyu Simba na Yanga ili dili wameliingia katikati, na wao wanahitaji saini yake. Sasa kuna mambo mawili. Simba wanatumia nguvu ya kocha wao Steven Becker kuweza kunasa saini ya mchezaji huyu. Steven Becker, kumbuka, ni kocha ambaye amefundisha sana South Africa, na sio tu South Africa, amefundisha South Africa kwa mafanikio makubwa. Sasa baada ya kutoka South Africa, Simba wanaangalia, kwa sababu yeye amekaa sana pale, ana uwezo wa kumshawishi nyota huyu Makingarwa akajiunga na klabu ya Simba. Na Simba rasmi jana wamefungua mazungumzo ya kuanza kuhitaji saini ya winga huyu ambaye wanaamini atakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi chao. Kumbuka na ashikilia hii, zipo ofa mbalimbali zimemwagika pale Msimbazi zikihitaji Aniset Oura pale nchini Uturuki. Kuna timu kutoka nchini Uturuki na mhitaji Aniset Oura, lakini Libasi Gay kutoka Warabuni kuna watu wamepeleka ofa pale Msimbazi. Kwa hiyo huenda Simba akafanya biashara ya kumuuza winga mmoja kati ya hawa wawili, Aniset Oura ama Libasi Gay. Kwa hiyo kocha anaanza kuangalia ama anatayarisha mazingira
ya kutokuwa na Libase ama Anicet Oura, akihitaji saini ya nyota huyu Makangaro kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu katika kikosi cha Simba, akiamini kwamba atakuja kuongeza ubora mkubwa sana ndani ya kikosi chake. Na naweza nikasema kwamba kwa msimu uliopita wachezaji waliotoka South Africa ndani ya Simba kwa msimu uliopita naweza nikasema kwamba wameadi kitu kikubwa sana, kwa sababu tunamuona Lucien Deloko alitoka South Africa, mwisho wa siku ameingia ndani ya Simba, ameweza kuonyesha kitu bora sana na amekuwa mchezaji wa kutegemewa ndani ya Simba. Lakini tunamuona pia nyota kama Neo Maema baada ya ujio wa kocha Steve Nibeka ameenda kuongeza kitu kikubwa sana na amekuwa tishio kweli kweli kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo pengine Simba kuwa na kocha ambaye amekaa sana South Africa na alijua soka South Africa, inaweza ikawa faida na urahisi kupata wachezaji kutoka South Africa kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo ninaamini Simba katika dili hili huenda akawa na nafasi kubwa ya kushinda na kumpata mchezaji huyo kwa sababu ya kocha akiwa amefundisha kule, lakini Neo Maema pamoja na Lucien Deloko wanaweza kutumia kama watu wa kuendelea kumshawishi zaidi. Na rasmi Simba wako tayari kutuma ofa sasa kwa ajili ya kumsaini mchezaji huyo. Kumbuka mwamba zaidi ya milioni 30 mshahara wake anahitaji kwa mwezi. Sasa Simba wana faida moja, pengine wanaweza wakapeleka pesa ya usajili kubwa, mshahara ukawa mdogo, ama kampa mshahara mkubwa lakini pesa ya usajili kawa ndogo. Kwa yote mawili yanaweza yakatokea ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo tusubiri tuone viongozi wa Simba wakiwa wanaendelea kupush dili la nyota huyu Makangaro aliweze kukamilika na mwisho wa siku aweze kujiunga na Simba. Kwa hiyo na kama atakamilisha dili hili, maana yake jamaa atakuwa na uwezo kutoka kushoto, wakati mwingine kutoka kulia. Na wanasema timu bora lazima iwe na wachezaji wengi ambao wana ubora kwenye kikosi. Ukiangalia kwa Simba msimu uliopita, kushoto walikuwa na Mpanzu, lakini walikuwa na Anicet Oura, lakini bado kwenye eneo hilo la mawinga walikuwa na Libase Gay ambaye alikuwa na uwezo wa kucheza maeneo yote mawili. Lakini unaweza kusema kwamba Simba ilipokuwa kocha analazimika kumtumia Mpanzu kama namba 9, alikuwa anabaki Anicet peke yake katika eneo la pembeni. Kwa wanahitaji nguvu nyingine mpya ambayo wanaweza kaongeza katika ile eneo. Sasa Yanga nao wanapush hapo kwenye hilo dili. Wanataka kuwapandia Simba, yani kutoa pesa nyingi zaidi kuliko ambayo Simba wanataka kuitoa kwa winga huyo. Na wao Yanga wakihitaji saini yake. Kumbuka Yanga na wenyewe pia wanataka kuacha baadhi ya wachezaji wengi tu kupiga panga ili waweze kuingiza wachezaji wapya. Kwa hiyo hapa kuna vita kubwa sana kati ya watu wawili wa Kariakoo hawa matajiri, Yanga lakini pia Simba, wote wakihitaji saini ya nyota huyu. Nikwambie tu moja kati ya faida kubwa ambayo kama nyota huyu atajiunga na Simba, faida pekee ambayo anaweza kaipata na inaweza kumsaidia akashaini zaidi, uwepo wa kocha Steve Nibeka ambaye amewaamini wa South Africa na wanaonyesha kitu bora sana wakiwa na Simba. Kwa pengine uwepo wake anaweza akaongeza kitu kwa mchezaji huyu na mchezaji huyu akaja kufanya vizuri zaidi. Na niwaambie mchezaji kucheza Mamelodi Sundowns sio bahati mbaya, ni uwezo. Mamelodi ni timu kubwa sana South Africa, lakini mwamba ameutwanga pale. Lakini achana hapo, amecheza TX Galaxy. Imagine ni timu ambayo kwa South Africa si kubwa kihivyo, lakini kucheza pale pia sio mchezo. Lakini lazima tuangalie madaraja ya ligi. Unajua mchezaji mpaka unamtoa South Africa kumleta hapa si kazi nyepesi. Miaka ya nyuma kidogo ilikuwa ngumu kuona mchezaji anatoka South Africa anakuja kucheza ligi ya Tanzania, ilikuwa ngumu sana. Tumeona msimu kadhaa ya nyuma Yanga walimsajili Skudu Makudube, lakini alikuja hapa hakufanya vizuri sana, Yanga ilikuwa kwenye pressure kubwa sana. Lakini msimu uliopita tumeona Andy Bobo Boyeli alitoka pale South Africa, alikuja kwa Yanga hakufanya vizuri. Kwa naweza kusema pia Yanga kama vile hawana bahati sana wachezaji wa South Africa, lakini tunamuona Lazarus Kambole alikuja Yanga hakufanya vizuri sana. Lakini kwa Simba msimu uliopita amekuja Lucien pamoja na huyu nyota Neo Maema, tumeona wamefanya vizuri. Kwa inawezekana pia mchezaji na yeye akawa anaangalia kwamba kwani wachezaji wangapi wametoka hapa South Africa wameenda Tanzania, wameenda club gani wakashine. Kwa hiyo inawezekana Simba wakawa na faida kwamba mchezaji akaanza kuditamani kwamba bwana, mimi nikienda Simba naweza nikafanya vizuri, kwa sababu wachezaji wengine pia ambao wametoka hapa South Africa wameenda Simba wameweza kufanya vizuri. Kwa hiyo chochote kitu kinaweza kutokea, hasa kwa Simba wakiwa na nafasi kubwa ya kuweza kupata saini ya winga huyo. Na nikwambie tu hawa Simba ambao nawaona wako serious sana msimu ujao. Wako serious. Ukiachana biashara ya maeneo ya pembeni ambayo nimekwambia Anicet ama Libase Gay mmoja anaweza akaondoka kwa ofa ambazo ziko mezani, lakini Simba wako serious katika eneo la kiungo. Wanahitaji kiungo mwingine namba 8 bora, central midfielder ambaye atakwenda kuongeza nguvu katika kikosi hicho. Na hapa jina la Kante Modo anatajwa kuondoka ndani ya Simba muda wote kuanzia hivi sasa. Breaking news nakupa
Simba wanaachana na Kante Maodo, kiungo ambaye msimu uliopita amefanya kazi nzuri sana eneo la kiungo, lakini Simba wanahitaji mchezaji bora zaidi kuliko yule. Kumbuka Simba anahitaji kurejesha ufalme wake katika upande wa kimataifa. Msimu uliopita hawakuwa na performance bora kiasi hicho kwenye CAF Champions League. La msimu huu wanahitaji kurejea ligi ya mabingwa Ulaya wakiwa wamekamilika kweli kweli. Kumbuka Simba kwenye hatua za makundi kwa imekuwa kawaida. Kufika robo finali wamefika back to back kwenye hatua ya ligi ya mabingwa. Sasa hivi wanahitaji kwenda kufika nusu finali, ikiwezekana kufika finali kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo kufika nusu finali, kufika finali sio kazi ndogo, wanahitaji kuwa na wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Kwa hiyo Simba wamekubali kusafisha kikosi ili watengeneze kikosi ambacho kitakuwa bomu kweli kweli kuelekea msimu ujao.